Hello. Yes, hello. Hello. Mambo vipi brother? Okay. Ni Okumu hapa nakupigia simu kutoka ndani ya Radio Maisha. Yeah. Kuna siku umetumwa ujumbe ndani ya Sizikwi Nayo. Yeah. Unasema kwamba wewe ulikuwa unatoka kimahusiano na msichana wa boss wako. Yeah. Mpaka huyu msichana amekununulia ploti. Yeah. Ndugu yangu, mwanzo kuna miaka mingapi? Niko na miaka 26. Uko 26 years. Yeah. Na unafanya kazi gani? Huyu boss ulikuwa unamfanyia kazi gani? Nilikuwa nafanya tu kazi za nyumbani. Oh, wewe ulikuwa kama shamba boy. Yeah. Ukawa kwenye mahusiano na binti ya bosi. Binti ya bosi. Na huyu binti yeye alikuwa na miaka mingapi? Wako na miaka 28. Yeah, kuna 28 anakuzidi umri. Yeah. Sasa mahusiano yako na mtoto wa bosi yalianzia wapi ndugu yangu? Wakati niliajiriwa hapo. Yeah. Tukaanza kujuana. Yes. So alikuwa ananitolea smile hapo. Oh, huyu mtoto wa bosi anakupigia bonge la smile. Yeah. Yeye ndiye alikuwa anapika labda? Alikuwa ananipigia smile hapo. Anakupigia smile mkikutania wapi? Hapo tu kwa hapo nyumbani. So hakuwa ameolewa? Hajaolewa bado, anakuanga ng'ambo. Oh, anakuwa ng'ambo. Anafanya kazi nje ya nchi. Anafanya nje ya nchi. Lakini mara moja alikuwa anakuja likizo. Alikuwa anakuja likizo hadi amenitafutia passport. Mtoto wa bosi amekutafutia mpaka passport? Ananiambia amenitafutia kazi huko juu. Amekutafutia kazi huko katika taifa la India na kufanya kazi. Yeah. Ebu bro, tulia kwanza. Bado unafanya kazi katika hii boma? Yeah, bado nafanya. Sasa katika message unasema kwamba huyu mtoto wa bosi amekununulia ploti. Yeye anafanya kazi nje ya nchi, lakini wewe ni shamba boy katika kwao, sio? Yeah, kwao. Yeye ako 28 years, wewe uko 26. Uko 26. Sasa bro, yeah. Huyu msichana huwa anakuja nyumbani baada ya muda gani? Wanakujanga baada ya mwezi. Anakujanga kama mwisho wa mwaka. Anakujanga kwa mwaka, anakuja mara moja. Anakuja kama Christmas. Wakati wa msimu wa Christmas. Yeah. Sasa wewe umefanya kazi katika hii boma miaka mingapi? Kama miaka miwili. Miaka miwili. Yeah. Na ndani ya miaka miwili hii mmekuwa kwenye mahusiano? Yeah, tumekuwa kwenye mahusiano. Wakati nilikuja nilikaa mwezi 2 tu tukakuwa kwenye mahusiano. Wewe uliingia katika boma ukafanya kazi miezi miwili ukaingia kwenye mahusiano na msichana wa bosi? Yeah. Na mlisoma katiba na yeye? Yeah, tushasoma katiba. Katiba mmesoma tayari? Tushasoma mara mingi. Yeye ndiye alianzisha mahusiano ama ni wewe? Tulizoeana na yeye, akaonyesha hiyo nia. Akaonyesha nia? Yeah, mimi naye nikajionyesha nia. Na wewe ukaanguka nayo? Mimi nikaanguka nayo. Na mtoto wa bosi akafurahi? Akafurahia vile niko. Akafurahikia vile wewe ni mchanganyiko wa Messi na Ronaldo? Yeah. Mabao ya hat-trick kwenda mbele? Yeah. Hakuna bao la kuotea? Yeah. Sasa ukampagawisha mtoto wa bosi na mapenzi? Nikampagawisha sana. Sasa ndani ya miaka miwili hii tayari ashakununulia ploti hapa Nairobi? Ashanunulia. Amekununulia ploti hapa Nairobi? Hapana, si Nairobi, Nakuru. Amekununulia ploti Nakuru? Yeah. Sababu ya kukununulia ploti ilikuwa ni gani dadi? Wakati nilikuwa namfurahisha zaidi. Ulikuwa wakati amekuja msimu wa Christmas unamfurahisha kweli kweli? Namfurahisha hadi akaniambia unataka nikusaidie kufanya nini kwa hii maisha? Yeah. Nikamwambia ukininunulia ploti juu nilikuwa na shida ya ploti. Wewe ulikuwa shida yako ni shamba? Shida yangu ilikuwa shamba. Ukisema ulikuwa unamfurahisha ulikuwa unamuimbia ama hapa ni kumfurahisha kwa kusoma katiba vizuri? Kwa kusoma katiba vizuri. Vipengele vyote unavipekua? Navisoma vizuri. Sasa akakuuliza shida yako ni gani, ukasema mimi nataka shamba. Mimi nikasema shida yangu hata ndio inafanya nifanye kazi ni shamba. Unafanya kazi hapa kwenu ili nijiweze kununua shamba? Niweze kununua shamba. Akakupeleka Nakuru akakunulia shamba? Akaninulia shamba huko. Uko na title deed ya hili shamba? Niko nayo. Jina ambalo limeandikwa ni jina lako? Ni jina langu na kitambulisho changu. Na hii siku akinunua shamba mlienda na yeye? Hiyo siku akinunua shamba. Yeah. Pesa alinini kwa mimi, lakini hata alikuwa pamoja huko. Kwa hivyo mlienda pamoja? Yeah. Na wazazi wake hawajawahi jua? Wazazi wake hawajawahi jua. Mpaka leo hii hawajawahi jua uko kwenye mahusiano na msichana wao? Hawajawahi jua. Sasa amekuambia amekutafutia passport? Sasa ashanitafutia, hata niko na hiyo passport. Uko na mpaka na passport tayari? Niko nayo tayari. Anataka uende ufanye kazi gani huko majuu? Sasa niambia kuna kazi mingi huko. Sasa ndio aliniambia akikuja Disemba hii. Akikuja Desemba ya mwaka huu? Yeah. Munaenda na yeye? Naenda na yeye sasa huko. Na yeye anafanya kazi huko, anafanya kazi gani huko majuu? Yeye anasomea engineer. Kwa hivyo yeye ni mwanafunzi huko nje? Na kuna kazi bado anafanya huko. Anafanya kazi part time. Yeah. Lakini wewe amekutafutia kazi na hajakwambia ni kazi gani amekutafutia? Aliniambia atanitafutia cleaning. Kazi ya kufanya usafi. Yeah. Na wewe uko tayari kwenda?
Ya, na mimi niko tayari kuenda. Na amekwambia ukienda utakuwa unaishi wapi ama mtakuwa mnaishi pamoja? Wanasema kuna makazi huko lakini tutakuwa tunatembeleana. Mtakuwa mnatembeleana. Ya. Wewe uko tayari? Ya, mimi niko tayari. Sasa shida nilikuwa nashindwa sasa mwisho itakuwa aje. Sababu ambayo umekuja ndani ya Sizikwi nayo ni kwamba ukienda mwisho wa haya mahusiano yatakuwaje? Yatakuwaje sijui, nikimchukua sijui matajiri wangu ataona vibaya ama itakuwaje. Na msichana yeye mwenyewe ukimwangalia mkiongea, ako tayari awe mke wako? Yeye alikuwa ananiambia anataka mtoto wangu. Anataka mtoto wako. Yeah. So wewe unadhani huko majuu ni kazi unaenda kufanya ama ndo bomozi unapelekwa wewe? Sasa hapo ndo niko na shida kidogo. Na ikitokea umeenda huko majuu kutakuna kazi, alikuwa anataka tu uwe karibu na yeye ili huyu mtoto apatikane, utafanyaje? Lakini alinipa niongee na huyo agent mwenye anataka. Tayari amekumbaka agent Yeah. Na huwa anakutumia pesa vijipeni hapa kule za maintenance nini na nini. Ya, huwa hata ananipigia simu ananiambia una nini, mimi namwambia. Ile pesa kubwa ambayo kukutumia ni pesa ngapi? Ananitumia 20k. 20k. Yeah. Wazazi hawajui kabisa kwamba wewe unalipwa hapa na unakula hapa bado. Ya, wajui wao tu wanapokeanga na watumianga, sasa wanafurahianga tu niko kazi. Na unampenda huyu msichana wewe? Ako sawa, nampenda. Ako 28 uko 26. Yeah. Swali lako ndani ya Sizikwi nao ni ukubali kwenda na yeye majuu ama ubaki Kenya? Ama nibaki Kenya. Hilo ndo swali ambalo limekuleta ndani ya Sizikwi nayo. Yeah. Lakini umesema ubomozi umefanya vizuri mpaka umenunuliwa ploti. Mpaka nimenunuliwa ploti. Passport ushaletewa. Sasa nibaki tu ikikuja Disemba ni kuenda tu. Kazi ushatafutiwa. Usomaji wako wa katiba unaridhisha. Yeah. Mtoto wako anataka. Yeah. Endelea kutegea Sizikwi nayo. Sawa. Mwanangu umeangukia dhahabu, lakini endelea kutegea Sizikwi nayo. Hii uwezo kazikwa na leo lazima tujue kama unaenda majuu ama unabaki Kenya, sio? Sawa. Endelea kutegea Sizikwi nayo. Haya. Sizikwi nayo.